mtoto wa nje ya ndoa aruhusiwa kusalisha? Je, nikiwa msikitini nimefunga swala akaja mtu nyuma yangu kutaka kumuongoza katika swala, ishara gani au nini afanye ili anionyeshe kuwa anataka kuongozwa? Hilo ni kama swali B. Na ikitokea huyo aliyetangulia akaendelea kuswali hadi mwisho bila ya kumuongoza huyu ambaye amekuja nyuma yake, hukumu yake ni ipi? Anasema anaitwa Othman Salim, anatokea Mboni, Tanga. Naam, swala la kwanza au A, kipengele A au cha kwanza alichoulizia kwamba mtoto wa nje ya ndoa anaruhusiwa kuswalisha, jawabu ndio. Kwa nini? Kwa sababu anakosa gani maskini? Unaona, ana dhambi gani? Wakati ni kijana kalelewa katika dini yake, pamoja na kwamba amepatikana kutokana na kitendo cha haramu kilichofanywa baina ya mtu anayedaiwa ni baba na mama, lakini yeye anakosa gani? Na Mwenyezi Mungu asema wala taziru waziratan wizra ukhra, hawezi kubeba mtu dhambi ya mtu mwingine. Kwa hiyo wanakubaliana wanachuoni kwamba mtoto anazaliwa nje ya ndoa na haki ya kuswalisha. Unaona, hii si tatizo kabisa. Ama swali la pili anauliza, nimefunga swala akaja mtu nyuma yangu kutaka nimuongoze katika swala, ishara gani au nini afanye? Hapa inatakiwa kwanza tulete tanbihi juu ya hili swali liweze kueleweka vizuri. Hakutaja huyu ni swala gani na wapi. Nasema hivi kwa sababu gani? Kwa sababu hukumu za swala msikitini, swala za faradhi, zina hukumu yake. Kama endapo anaingia mtu msikitini akuta jamaa imeshafanyika chini ya imamu ratib, nyinyi wengine mlokuwa mmechelewa hamruhusiwi kufunga jamaa nyingine ndani ya msikiti ule. Kwa hiyo kwa kauli hii, kama ilikuwa wewe wataka uongozwe au muongoze mtu ambaye anataka kuswali swala ya faradhi wakati ule, haitofaa kutokana na makatazo. Masahaba walikuwa wakihudhuria msikitini kama ikiwa alichelewa swala ya jamaa, wanaswali peke yake, kila mmoja swali peke yake, au wanakwenda kuswali majumbani mwao. Ndiyo. Kwa hiyo hilo halipo. Kama ingelikuwa sasa ni swala za sunna, hiyo inafaa kuongozwa na mtu ambaye umemkuta yuko na swali. Inawezekana kwa sababu kisa cha Abdullah ibn Abbas, nakumbuka alipokuwa nyumbani kwa shangazi yake, nafikiri alikuwa ni Maimuna huyu kama sijasahau. Unaona, alimkuta mtume anaswali swala za usiku. Akenda akajiegemeza pale, lakini upande wa kushoto, kutaka kuongozwa na mtume. Mtume akamgeuza, kashika kichwa chake akamgeuza, akaja kulia. Kwa hiyo tunapata dalili hapa kwamba kama ikiwa ataka kuongozwa na mtu katika swala za sunna, basi ukikaa naye ubavuni kwa kulia kwako, tena sio kwamba yeye atangulie. Watu wengi wanakosea, maana maadamu huyu ananswalisha basi mimi niwe nyuma. Wanaoruhusiwa hivyo ni wanawake kwa nyuma ya ume zao wakati wanaongozwa. Lakini wewe mwanamume unakaa naye hapa Beneti, bega kwa bega. Ukishakuwa umesimama pale, si anajua huyu mtu kwamba wewe unataka nimuongoze. Sasa huyu labda kaliuliza swali kwa maana yeye akaa nyuma huko. Unaona? Ndio maana uliza sasa, je, nifanye ishara gani? Hakuna ile anaenda kugusa kwenye bega. Mabega kama vile, alafu anatoa indicator huko nyuma. Sasa sunna ni kwenda pale kwake kabisa. Unaona yani nyuma yake pale, mbele yake pale, kwa maana kwenye safu yake ile, bega kwa bega, bega kwa bega. Na asizidi hata sentimita moja. Bega kwa bega kabisa. Kwa hiyo hiyo ndio njia sahihi. Sasa ikiwa mfano umekwenda kufanya hivi, yule bwana hakuwa na nia ya kutaka kuongoza wewe, kila mmoja na swala yake, sasa itakuwa hakuna jamaa tena. Na wengine anakufuata mwanzo mwisho. Shauri yake. Lakini atapata labda fadhila za swali firadi, yani mfarid. Naona. Na akikaa nyuma pia fatwa za wanachuoni wanasema mtu anayeka swali peke yake nyuma, swala yake haikubaliki. Mmoja. No, sasa utafanyaje sasa? Unaona?
Kwa hiyo ukifuata sunna mambo yako yanakuwa mepesi. Kwa hiyo Sheikh, kwa hizi swala za faradhi hairuhusiwi Misikitini lakini lazima uzingatie hapa. Kwa sababu hata misikitini kuna misikiti mingine wanaita wanachuoni imewekwa maalumu kwa ajili ya wasafiri. Pale zinaweza zikafanyika jamaa mfululizo nyingi tu. Kila wanaopita pale na basi lao na swali wanaondoka. Kwa hiyo katika hali hii inawezekana. Lakini mahala penye imamu ratib mijini humu si ruhusa kuswali swala za jamaa mbili mbili. Unaona? Naam.